Niache nionge, ni wengi walisema hautoweza kufika mbali. Yohana Mtakatifu sura ya 8 anze mstari wa 31 mpaka mstari ule wa 39. Mstari wa 31 mpaka 39 tusome kwa jina la Yesu. Amina. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu. Anawaambia Wayahudi waliofanya waliomwamini. Amen. Amina. Yesu ni Mungu wangu. Haleluya. Ninyi mkikaa katika neno langu. Kauli yangu kuu ya wiki yote nimesema tatizo sio okoka, kutokukaa na Mungu ndani yao. Tatizo liko hapo. Hawaliishi fundisho, yani hawaishi katika neno. Haleluya. Si wanaofuata sheria za Mungu, wamekariri sheria za Mungu sio kuziishi. Kwa tatizo liko kwenye kuziishi sheria za Mungu. Watu kukiri kwa wameokoka wanaweza kukiri. Mdomo ni mali yao. Kukiri kwamba tunamjua Mungu wanaweza kukiri. Kukiri kwamba dini yetu ni nzuri wanaweza kukiri. Lakini Mungu haangalii matamko hayo. Yanaangalia ndani ya moyo wako kimekaa kitu gani. Amen. Ikiwa ndani ya moyo wako umekaa utakatifu, uko safi. Amen. Ikiwa ndani ya moyo wako neno la utakatifu halipo, wala utakatifu wenyewe haupo. Maana kama utakatifu haupo na neno lenyewe halipo. Amen. Licha kuwa una Ukristo wa miaka mingi, una wokovu na urokole wa miaka mingi, Mungu ataangalia miaka uliokoka. Ataangalia, je, una tiketi ya utakatifu? Amen. Umeokoka muda gani? Mungu ataangalia hicho. Ataangalia una tiketi ya utakatifu. Mbinguni watakagua tiketi ya utakatifu. Na tiketi hiyo haisomeki kwa sura hii, inasomeka kwa matendo. Wote waliompokea Yesu walifanyika kuwa wana wa Mungu. Amina. Kupitia njia ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Lazima ukubali kuwa mwanafunzi wa Yesu, utakayepokea na kuyaamini maneno ya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Endelea msomaji. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Anasema mkikaa katika maneno yangu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi kweli kweli. Mungu anataka washirika? Hapana. Mungu anataka waumini? Hapana. Anataka watu gani? Wanafunzi. Endelea. Tena mtaifahamu kweli. Anasema tena mtaifahamu kweli. Nayo hiyo kweli itawekwa huru. Itawaweka huru. Endelea. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu. Wakamjibu akisema sisi tu uzao wa Ibrahimu. Wala hatujawahi kuwa watumwa na mtu wakati wowote. Nawe wasemaje? Na wewe unasemaje? Mtawekwa huru. Mtawekwa huru. Yesu akawajibu. Akajibuje Yesu? Amini nawaambia. Amini nawaambia. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa nyinyi hamjawa watumwa, maana yake ndio hapo. Hamjawa watumwa wa mtu, bali ni watumwa wa dhambi. Amen. Kumbe dhambi unaweza kuifanya hata kwa kificho. Amen. Dhambi ambayo unaweza kuifanya kwa nini? Wewe ni mtumwa wa hiyo dhambi. Ukajificha mchungaji asione, ukajificha washirika wenzako wasikuone, lakini wewe ni mtumwa wa hiyo nini? Dhambi. Haleluya. Amen. Endelea. Wala mtumwa hakae nyumbani siku zote. Anasema wala mtumwa hakae nyumbani siku zote. Mwana ukaa siku zote. Ila mwana anakaa siku zote. Basi mwana akiwekwa huru. Mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu. Najua hilo. Lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Anasema ninyi najua ni uzao wa Ibrahimu,
lakini mnatafuta kuniua mimi kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Kwa wako na Yesu pale, wanaonekana wamemwamini, lakini neno analowafundisha halimo ndani yao. Ndio sababu ya kutaka kufanya nini? Kumuua. Hata leo unaweza ukanitenda mabaya, hata mimi naikufundisha ukanitenda mabaya, si kwa sababu nimekuchukiza muda huo. Hapana, ni kwa sababu neno nalokufundisha halimo ndani ya moyo wako. Tamu sana hii. Alafu kuna mtu atifanye ataelewa, umeelewa kitu kwa umejizimisha akili. Endelea mbele. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niliyoyanena. Anasema mimi niliyoyaona kwa Baba ndiyo ninayoyanena. Nanyi vivyo hivyo. Nanyi hivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu. Nanyi hivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu. Mlioyasikia kwa baba yenu. Mlioyasikia kwa baba yenu. Ndiyo myatendayo. Ndiyo myatendayo. Je, mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo? Wakajibu. Wakamwambia, baba yetu ndiyo Ibrahimu. Baba yetu ndiye Ibrahimu. Wamekazana tuseme. Yesu akawaambia tena, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Mngezitenda kazi zake nani? Mngezitenda kazi zake nani? Ibrahimu. Anamtumikia Mungu, anafanya kazi ya Mungu kwa moyo wote. Ndivyo wewe pia utafanya hivi. Bila kusukumwa, bila kubembelezwa, bila kulazimishwa. Utafanya kwa moyo wote kama Baba alivyo. Utaifanya kazi hiyo kama Baba alivyo. Hautakuwa na mawa, hautakuwa na kikwazo, hautakuwa na kusita. Kama Baba anavyotenda, ndivyo utakavyotenda mwana. Kama Baba atakavyosema, ndivyo utakavyosema mwana. Kama Baba atakavyohubiri, ndivyo mwana utakavyohubiri. Kama Baba ataimba, ndivyo mwana utakavyoimba. Haleluya. Kama Baba alivyo, ndivyo mwana atakavyokuwa. Kama Baba alivyo, ndivyo mtoto atakavyokuwa. Ikiwa baba yako ni Ibrahimu, zifanye kazi Ibrahimu. Lazima ujifunze kwa Ibrahimu. Alifanya nini? Alitenda nini? Napaswa kutendaje? Tena Mungu alivyo mwaminifu, atakutumia kwa viwango zaidi ya Ibrahimu. Lakini ni kwa mafuta ya Ibrahimu, ni kwa kibali cha Ibrahimu, ni kwa njia yotengeneza Ibrahimu. Hivi sasa Kilimahewa kuna mtumishi anayetangaza, anakufundisha kumtafuta Mungu kwa bidii. Hauwezi ukasema nataka niwe na nguvu ya Mungu kama mchungaji wa Kipagamo. Nenda Kipagamo. Ukitaka kuwa na nguvu ya Mungu uko Kilimahewa, angalia mtumishi wa Kilimahewa. Kama ni angaza na nguruma, basi uwe kama angaza mwenyewe. Unguruma kama angaza mwenyewe. Kwa sababu mbinguni kumewekwa kanuni na duniani umewekwa kanuni. Huwezi ukafika pale bila kupitia kwa mtu. Huwezi ukafanikiwa bila kupitia kwa watu. Huwezi kuiona neema bila kupokea wenye neema. Haleluya. Mtu mwenye neema. Angalia mbele yako kuna mtu mwenye neema. Ikiwa kuna mtu mwenye neema, ikubali ile neema. Jishughulishe kuitafuta. Jishughulishe kuitafuta. Itafute hii neema. Wacha nikueleze. Mungu anataka kutumia kwa viwango vikubwa, lakini kila mtu akikuona anasema hii ni roho ya mtumishi Angaza. Huyu ni Mungu aliyemtumia mtumishi Angaza. Lakini kwako wanaona vitu vingapi? Viwili. Wanamwona Angaza na kuona mwenyewe. Bwana pewe sifa. Kwa utaonekana wewe kama wewe, lakini watauliza hii nguvu kaitoa wapi? Wataona inakuelekea. Hii nguvu ni ya mtu fulani. Hii nguvu alisi na mtu fulani. Uhubiri huu alikana wa mtu fulani. Wataona unaimba. Kuna wajawahi kuimbaga, wasijui kutana mtumishi anayegawa vipawa. Mungu amempa neema kugawa vipawa. Au umekugawia kipawa, ni zawadi. Wacha nikueleze. Waweza kutoka nyumbani yako na zero. Nyumbani ukatoka nyumbani na zero, ukafika hapa ukapokea zawadi ya kipawa ambacho uko nacho. Mimi nakualika chota kipawa unachokipenda kwenye madhabahu. Maana vipawa viko vingi. Unataka
Unasema sitolea